Mbona hakuna mwanamke katika lineup ile? Ile lineup tumetoa saa hii ni sio lineup hasa, ni vyama. Kuna vyama 5 ambao wameungana kuform NASA. Na wale watu walikuwa kule ni viongozi wa hiyo vyama. Kuna viongozi katika hiyo vyama ambao ni wakina mama. Na pia ile sasa katika ugawanyaji sasa ya kwa mfano uongozi ya serikalini lazima akina mama wakue kule. Na hata pia kwa vyama vyetu kuna akina mama ambao wameoccupy nafasi ambao wanatakikana kuwa 1/3. Kwa hivyo hatunge manufacture kiongozi ya Ford Kenya ambaye ni mwanamke, ila tu ni Mheshimiwa Wetangula. Kalonzo Musyoka anaongoza Wiper. Raila Odinga anaongoza ODM. Mimi naongoza chama cha mashinani. Mudavadi anaongoza ANC. Lakini kuna akina mama katika ANC, hata katika mashinani. Na kuna swali lingine labda, na hili nikuelekezea Mheshimiwa Kipruto Arap Kirwa. Wakati wa mahesabu yenu kuna hofu kwamba baadhi ya vyama ambavyo vinaunda muungano wa NASA huenda vikagongana katika viti mbalimbali wakati wa uchaguzi mkuu. Ukiangalia kwa mfano katika kaunti ya Mombasa tunatarajia kuwa na Hassan Omar kama mgombea ugavana kutoka Wiper, na vile vile gavana wa sasa Joho ambaye anatoka chama cha ODM. Katika kaunti ya Garissa ni vile vile, na vile vile katika kaunti ya Kakamega. Hili hamuoni kama huenda likawakosesha nafasi nyingi katika viti kama hivyo? Nashukuru sana swali hilo. Itasaidia sisi kuhamasisha umma kuja kuchangia kwa kura ya rais. Kwa mfano Kakamega tunajua 98% ama zaidi ya hiyo ni wananasa. Kwa hiyo wale wenzetu ambao watapingana huko, kila mtu ataingia kwa chama chake, na kila mtu atakuwa anahamasisha umma kuja kumpigia kura na pia kuchangia kura ya rais. Hatari ni moja kwamba hata mkichukua serikali huenda mkawa na serikali ambayo haina madaraka makubwa, kwa sababu mtakosa wingi katika bunge, na hata kupitisha hoja itakuwa ni matatizo kutokana na wagombea wa vyama vinavyounda muungano mmoja kugongana katika uchaguzi. Tuliweka katika ngazi 3. Kuna sehemu ambayo tunaweza kusikizana kwamba fulani ndiye atakombea kiti hichi katika jama fulani. Kwa mfano mashinani wanaweza kusikizana na ODM katika sehemu ya Narok kama Nakuru, kwamba tuko hapa lakini yule ambaye anaweza kushinda kiti ni fulani, na huyo apewe nafasi kuendeleza jambo hilo. Lakini kila chama ilikuwa ni lazima aende katika mchucho yake ndio ajue wale ambao watakuwa katika ile mkondo wa mwisho ni kina nani. Lakini kuna sehemu ambao tunajua hata tukiweka watu 5 kutoka vyama tanzu vya NASA, hakuna ushindi ambao inaweza enda kando na hivyo vyama. Kwa maana wanajubilee hawako pale. Lakini mahali tunaona ushindani inaweza kupoteza kiti, tutasikizana kama vyama. Na Bwana Kipruto, mmeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba muungano huu kamwe hautavunjika? Jambo la kwanza ndio tulitumia karibu miezi 3 viongozi kusikizana na pia kuwasiliana katika kila jambo. Pili, tumeandika na tumeweka katika sheria ambayo tumewasilisha kwa Register of Political Parties kwamba haya ndiyo masharti ambayo atatuongoza. Na vile ulisikia leo Mheshimiwa Raila alisema atasimama, na akishika madaraka atakuwa sasa yule ambaye anaitwa kwa kimombo transitional president, ambaye atafagia nyumba ikiwa safi, ataondoka atuachie tupambane kama vijana wake. Kwa hiyo transitional president kwa maneno mafupi ni kwamba Raila ataongoza, kama mtaunda serikali ataongoza kwa kipindi kimoja. Barabara. Basi atapigania tena muhula mwingine? Hapana. Ilisema imeandikwa hivyo. Kwa hiyo maandishi na iko wazi na iko katika kila mtandao. Na tumewasilisha kama sheria ambayo itatuunganisha. Na la mwisho tunahakika tutashinda. Kwa maana tutalinda kura zetu. Wakati uliopita hatukulinda kura vyema, lakini wakati huu tuko macho. Naam. Asante sana. Nafikiri tunakushukuru sana Mheshimiwa Isaac Ruto na vile vile Mheshimiwa Kipruto Arap Kirwa kwa kuweza kufika na kututoa taka za masikioni. Baadaye kidogo mtazamaji, Isaac Ruto atakuwa vile vile na Ann Kiguta kwenye matangazo yetu ya saa 3 kueleza zaidi. Lakini sisi tunapumzika kidogo, tutarudi na taarifa zaidi, kwa hivyo nakusihi mtazamaji usiende mbali.